la Nyankere B, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Cha kutumaini sina fungu moja. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Taarifa fupi. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Jimbo la Kaskazini B, Usharika wa Mwemage, Mtaa wa Nyankere B, Sanduku la Posta 68 Bukoba. Taarifa fupi ya ujenzi wa kanisa. Mheshimiwa Baba Askofu, ujenzi huu wa jengo la kanisa ulianza tangu tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2023, ambapo wewe mwenyewe ulituwekea jiwe la msingi. Mpaka kufikia hapa, ujenzi huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni 48,925,000 tu. Mheshimiwa Baba Askofu, taarifa kamili itatolewa kwako kwenye risala itakayosomwa baadaye ibadani. Taarifa hii fupi imeandaliwa na kamati ya ujenzi na kusomwa kwako nami Dr. Geoffrey Kazaula, mwenyekiti wa ujenzi. Asante. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Amen. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utakatifu apate kuingia. Aliandaliwa kwa somo linalotangulia. Basi napenda kufungua kanisa hili katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakata utepe katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Madhabahu hii iwe mahali pa kuleta maombi ya watu wako, uyasikie, uwafariji na uwape matumaini yasiyokoma, katika jina la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kukombolewa na kujitoa na kutoa vipaji vyao kwa ajili ya kazi yako na ufalme wako, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Mungu mwenyezi yote, naweka wakfu hii ya kubatiza watu wako, waondolewe dhambi zao, wakufuate na kukuamini sasa na hata milele. Amen. Tunaombea na kuweka wakfu jengo zima, mahali pa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, watu waweze kufunguliwa na kuwa wana wa Mungu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hongereni wana Nyankere, kanisa limezinduliwa. Amen, amen, amen. Tutaendelea na utaratibu.
cha somo la wiki hii, Jumapili hii, ni kichwa kinachokuhusu, ni kichwa kinachonihusu, ni kichwa kinachomhusu yule dada yule, kaka yule, mama yule, baba yule, mtoto yule. Kinamhusu kila mtu. Maana kinasema tuvumilie hadi mwisho katika Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuvumilie hadi mwisho katika Bwana Yesu. Naomba mwambie jirani yako, ili nisiyasema mimi peke yangu siku ya leo. Tuvumilie hadi mwisho katika Bwana Yesu. 3, twende. Tuvumilie katika. Kuvumilia kupo kwa sababu kuna shida. Hauwezi kuvumilia kama hakuna shida. Ni mpaka ziwepo shida ndipo uvumilie. Kwa hiyo kuvumilia kupo kwa sababu shida zipo. Na mahangaiko yapo. Tena mengi yanayofanya tuweze kuvumilia. Yapo mahangaiko katika familia kati ya mume na mke. Maana yake mume amvumilie mke na mke amvumilie nani? Mume. Uvumilia kwa Kiaya anasemaje? Okwegumi siriza. Kuvumilia kuwepo kwa sababu shida zipo kati ya watoto na wazazi. Mtoto ni wewe umemzaa, lakini haumjui na yeye hakujui. Hujui atakuwa kitu gani, atakuwa nani. Na mtoto hajui wewe mzazi, kadiri miaka inavyoenda utakuwa nani, kitu gani, utakuwa baraka, utakuwa shida, utakuwa mzigo. Hajui. Ndio maana tuna wimbo mzuri unasema anayetujua ni Mungu tu. Na wimbo ule unasema Kyonka katonda no manya, Kyonka katonda no manya, Kyonka katonda no manya, no manya, no manya. Mume wako yawezekana hata kufahamu na hakujui vizuri, na mke hakujui, mtoto hakujui, umjui, lakini angalau Mungu anakufahamu tangu mwanzo hadi mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kutofahamiana mzazi na mtoto, kutovumiliana mzazi na mtoto, kuna mengi mabaya yanatokea kutokana na kutovumiliana. Miezi kama 7 iliyopita, kijana mmoja amehukumiwa hadi kufa kisa amemuua baba yake wa miaka 84, sababu eti anawapenda ndugu zake kuliko yeye. Magazeti yakasema kwa vyovyote huyu ni mvuta hata bangi. Na bangi ina kanuni mbaya. Unapoanza kuivuta unaambiwa useme bangi ni bangue, ni mbangue mama yangu. Sasa huyu hata kanuni ya bangi aliivunja, maana hakumbangua mama, alimbangua baba yake. Lakini kuna mwingine walifuatana hivi, mwingine alimbangua mama yake mzazi. Akaenda kwenye tumbo lililomlea miezi 9, akalichoma kisu hivi. Akamuua mama. Kisa eti anamzuia kuja usiku. Hilo tu. Na wananchi wenye hasira wakambangua yeye huyu, wakamuua. Hawakusubiri vyombo vya mahakama na dola. Katika hawa kuna kutovumilia, kuna kutothaminiana, kutovumilia mpaka mtu anafikia kufanya yaliyo mabaya. Na tunakuwa hatumjui mtu, lakini Mungu tu ndiye anayefanya nini? Ndiye anayetujua. Kyonka katonda no manya, Kyonka katonda no manya, Kyonka katonda no manya, no manya, no manya. Huyo Mungu anayetufahamu, tumuombe atugeuze tuwe viumbe vipya vya kumzalia matunda mema yatokanayo na uvumilivu. Maana kutovumilia kunaleta madhara. Na Yesu anasema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atafanya nini? Ndiye atakayepona, ndiye atakayeokoka. Vumilia hilo tatizo ulilo nalo, livumilie. Japo ni shida, lakini matumaini yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvumilivu unahitajika kuwepo kati ya mtu na jirani yake, kati ya Mkristo na Mkristo mwenzake, kati ya Mkristo na asiye Mkristo, kati ya mkamwana na mama mkwe.
muda hautoshi. Na nililosikia kule Mbarara, lakini nilieleze. Litokana na kutovumilia tu. Jambo lilikuwa ni zuri, lakini likatokeza mabaya. Mama mkwe kila alipohudumiwa na mkamwana wake, amemletea chai, amemletea chakula, amemletea nguo, amemletea maji ya kuoga. Kila anapomletea, huyu anashukuru kwa kusema, na wewe watoto wako wakufanyie hivyo. Kila anapoleta kitu yesa, na wewe watoto wako wakufanyie hivyo. Na wewe watoto wako wakufanyie hivyo. Sasa huyu nikamletea swali la utafiti. Akaenda kwa waganga, wajadi. Akasema, hivi anaponiambia na wewe watoto wako wakufanyia hivyo, ni laana au ni baraka? Wale wanaoharibu familia akasema, hiyo ni laana kali. Ako kama mama kape sumu kaondoke haraka. Hakuweza hata kuvumilia maneno mazuri yale. Akaenda akatafuta sumu, akampatia huyu mama wa watu katika chakula alichomwachia, na akaondoka kwenda kulima. Sasa Mungu anavyolinda watu wake, tuliyesema kionkaka tonda no umanya, anayelinda watu wake. Siku hiyo huyu mama hakujisikia kula. Baadaye wajukuu wamerudi kutoka shuleni. Akawakaribisha. Akasema, muliaka akulia ako inyetina yeye ulirakulia. Watoto nao wakasema, asante bibi, ngoja tule. Yule mama aliporudi alikuta maiti 3 za watoto wake. Kale ka bibi kaliko kusudiwa kufa kapo mpaka leo. Wale watoto wake 3, kumbe akakumbuka alipokusema, ebyo kunkolera na ibabana baba gireki obibakolere, unayonifanyia mimi watoto wako wafanye nini? Kumbe alipomfanyia zuri wangemfanyia zuri. Sasa alipomfanyia baya, na yeye watoto wake ndio wakafanya nini? Wakadhurika. Inatokana na kutoweza kuvumilia tunayoyasikia, tunayoyaona, tunayoambiwa. Mungu atupe neema ya kuvumilia tunayoyasikia, tunayoyaona, ili tusifikie mwisho mbaya. Kuvumilia kunaleta tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuvumilia kupo kwa kuwa matumaini ya ushindi yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shida zipo ili tuweze kuvumilia. Na kuvumilia kupo kwa sababu matumaini yapo. Mithali zimekuwa zikituhimiza, nazo zinasema, mvumilivu hula nini? Mbivu. Asiyevumilia anakula vibichi. Kila mara naona watu abomururu mbalio bunembe bubisi. Na abulia mpaka nemi yoma bati ya waro mshwago. Lakini kumbe angesubiri, mvumilivu hula mbivu. Tulipokuwa shuleni, masomoni, tulifundishwa maisha ya shule ni safari ndefu. Tena tunamaliza kusema, vumilia utayamaliza. Kama unaweza kumaliza maisha ya shule kwa uvumilivu, na maisha ya dunia nzima utayamaliza, utavuka salama kama unakuvumilia. Neema. Nashukuru walioandaa kalenda hii, wanatupa nafasi ya kuvumilia. Anayesali avumilie, asiache. Anayeimba asiache. Anayejitoa na kutoa asiache. Maana Waebrania 6:10 anasema, Mungu hata sahau hata lile zuri dogo ulilolifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 6:10. Mungu hata sahau hata hilo zuri, kwa sababu kuvumilia ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuvumilie kama sungura. Habari nilizozipata kuhusu sungura zinashtua. Ana uvumilivu uliopitiliza. Maana sungura alipoenda kuoa kwa mfalme, wakamwambia, wewe upashi kuoa binti yetu. Sisi binti yetu aolewe na kamnyama kanakoenda kanaruka hivi. Afadhali angeolewa na lisimba. Kasungura akami. Wakampa mtihani, wakasema, ukitaja jina la mfalme ndipo utaweza kuoa binti yetu. Wanajua alifahamiki. Sungura akaenda akaongea na simba, nisaidie kuvuruga zizi la ng'ombe wa mfalme
usiku watamuita. Simba akasema nitakula ng'ombe mmoja. Akasema wana wengi. Simba alipofika beto mkama Muchwaiguru. Ta Muchwaiguru imuke mwenteza. Sungura akaandika kwenye kitabu. Kumbe ni Muchwaiguru. Kumbe amerudi na daftari lake. Siku ya kujitambulisha, sungura pa. Nimekuja mnipe mke wangu. Mke wako ameshakuwa mke wako. Akasema baba mkwe. Baba mkwe ameshakuwa baba mkwe. Kwanza taja jina. Akasema naogopa kulitaja. Wewe taja. Na yetwa Muchwaiguru. Ikuru nzima wakalia machozi, binti anaenda. Mashariti yakatoka ili aje amfukuze. Mama akamwambia binti yake, siku ya kwanza unguza chakula. Asipokufukuza kwa kuunguza chakula, na anavyopenda kula sana huyu. Na mimi niliwahi kufuga sungura, wanakula mara kwa mara. Sio vingi lakini wanakula mara kwa mara. Karibu saa 24 kila nilipoenda kuangalia sungura wangu nikuta yuma anakula. Sasa niambie huyo ndiye anaambiwa uunguze chakula chake. Eti uunguze chakula chake. Akasema ikishindikana ya kuunguza, kata kibuyu chake anachonywea. Kikate tu basi, hiyo ndio itakuwa finali. Binti hakuchelewa, siku ya kwanza akakiunguza. Sungura akatoka safarini na njaa. Anafika anapewa chakula kilichoungua. Moyoni anasikitika, usoni anavumilia, anatabasamu. Akasema jamani, ambao hawajaoa waoe, na ambao hawajaolewa waolewe, maana miaka imepita mingi sijara kachakula kenye harufu hii. Huyu akasema mke wangu endelea kuunguza. Asingeendelea maana na yeye anataka kula. Kabaki ile funga mizigo, kata kibuyu. Ange kilele ange kishusi. Kata ule, ule mkono wake ule. Sungura siku hiyo alikuwa amepanga kwenda kunywa na wenzake. Pengine kunywa mramba. Mimi sitaki kusema kunywa pombe. Tumeambiwa hapa sio Kigaisa, ni Kibichumba. Kwa hiyo siku imefika, anafika nyumbani, kibuyu kimekatwa. Lakini kwa sababu ya kuvumilia akasema ambaye hajaoa aoe, ambaye hajaolewa aolewe. Mimi sungura na ufupi wangu, kila mara nilikuwa nakienda kunywa, napanda vitanda vya watu, napanda meza, sasa hivi nitanywea chini. Mungu akupe neema. Wanasema ndoa ya sungura ilidumu miaka mingi kuliko ndoa ya wale wanyama wakubwa kama akina tembo. Mungu atupe neema ya kuvumilia, kwa sababu mvumilivu hula mbivu. Tuvumilie kama baba mmoja ambaye alichanga vizuri fedha za harusi, akakaribishwa vizuri, lakini siku ya harusi akatendewa ambalo lingesikitisha, ambalo lisikitisha, lakini akalivumilia. Walipoanza kugawa chakula, wakaanzia kushoto wakaishia kwa jirani yake hapa. Akasema pengine wataanzia kwangu wakija. Kumbe wamemaliza. Ni raundi ya vinywaji inafuata. Wakagawia kuanzia kulia wakaishia kwa moyoni. Akasema barale tabiona hamu hawakuleta. Kilichofuata, walipoanza kugawa njiti za kuondoa nyama kwenye meno, wakaanzia kwake ambaye hajana chochote. Angekuwa biarushengo wa kwetu angesema nakula mtu kama hakuna chakula. Lakini alisema nitavumilia mpaka saa ya mwisho na kuondoka. Akasema ndaliye byange bwaibo. Kakuli kusiba kansibe nanya na geraki nimefunga. Mungu atupe neema ya kuvumilia, maana matumaini yapo. Tusiishi kana kwamba labda dunia inaisha kesho. Kwa hiyo kuvumilia ndio msingi wa mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika somo letu Yesu ameonyesha shida kwa waumini katika maisha haya. Baada ya kutaja shida hizo, ndipo anasema kuwa atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Anazitaja shida kama 9 hivi. Anasema watakuja wengi kwa jina la Yesu wakisema wao ndio Kristo, nao watawadanganya wengi. Tumeshaanza kuwaona. Tunaonja hayo aliyoyasema. Mnakumbuka habari za Yesu wa Tongareni kule Kenya wa mwaka 2023.
aliyetikisa Afrika Mashariki akijiita Yesu wa Tongareni. Nao Wakristo wakasema, kwa kuwa Pasaka inakaribia, twende tukuame kwenye msalaba tukusurubishe. Akakimbilia polisi, Yesu wa Tongareni, kuokoa maisha. Yesu aliyekimbia, yeye anakimbia. Yesu wa kwetu anayaelekea mateso. Yesu wa Tongareni anayakimbia. Na wake 9, alikuwa na wake 9 hivi. Aya. Kuna Yesu wa Mbarara. Huyo tumeambiwa alikufa akiwa hana meno. Wale wa Mbarara wanasema, "Ogo ni ruhanga chi akufata ina maino buzima." Kwa Kinyankole wanasema, "Ogo ni ruhanga chi buzima ayafirata ina maino." Kananywa mwahaba kugenda kutwara ruhanga ta ina maino. Unaona? Haya, kuna Mungu hapa Mwanza, Zumaridi. Amekamatwa mara 3. Nilikuwa naangalia sasa. Na mwaka huu amekamatwa kwa kuomba na kuhubiri kwa sauti ya juu inayowasumbua majirani, lakini zaidi kuwapotosha watoto akijiita Mungu wa watu. Alikamatwa mara ya 3, ameshakamatwa. Haya, wapo wengi ambao wamejiita Mungu. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao, wanafika kama 10 waliojitambulisha kama Mungu. Mmoja alianza akiuza madawa bila kibali. Mungu aliyeanza kuuza madawa bila kibali cha serikali. Baadaye kwa hiyo ukiangalia kwenye mtandao unaona aliyoyasema Yesu ni kweli, watu wanajiita Mungu. Na Yesu katika Mathayo 24:24 anasema siku za mwisho yatakuja makristo, watajiita Kristo ili wawapotoshe watakatifu wa Mungu kwa kutenda miujiza. Tafsiri nyingine zinaita mazingaombwe, ili wawapotoshe wateule wa Mungu. Kwa hiyo wapo wengi wanapotoshwa kwa kuona mambo ya miujiza, kwa kuona mambo ya kushangaa. Lakini kumbukeni Yesu alisema, waliposema ninashukuru, tunashukuru, mapepo yanatutii, miujiza inatendeka, Yesu alisema msifurahie hayo, furahini kama majina yenu yameandikwa wapi? Kwa hiyo lengo la Yesu sio miujiza. Yesu anaenda ng'ambo ya miujiza. Tena Yesu mwenyewe anasema siku ya mwisho wapo watakao sema, Bwana, tulitenda miujiza kwa jina lako. Eti atawaambia, ondokeni siwajui, maana majina yenu hayamo kwenye kitabu. Kwa hiyo miujiza isikuhangaishe, isikuondoe kwenye reli, isikuondoe kwenye kuvumilia. Maana Yesu anasema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema watatokea manabii. Tatizo lingine analolitaja Yesu ni vitatokea vita. Hivyo mnasikia tu, tunapata muonjo wa vita, tunaonjeshwa vita. Anaendelea kusema itatokea njaa. Inawezekana walio wengi hapa hawajawahi kuumwa njaa. Ona njaa inavyotisha. Mpaka njaa ina na methali yake inayosema enjale kulisaka kizireki kabaireki. Eti njaa ikitokea hata kilichoanguka kwenye ardhi tunasema kwani kakoje. Hakuna tatizo. Njaa inakubadilisha mawazo. Enjale kulisaka kabaireki. Unaona? Kwa hiyo njaa inatesa. Kule wakati wa mauaji ya Wayahudi kule Ujerumani, walipokufa Wajerumani milioni 6, kuna mtu mmoja anasema akiwa ajafa yeye alipona, akiwa amezungukwa na maiti, njaa ilipomtesa alianza kula nyama za watu. Uone njaa ilivyo hatari. Sasa unaambiwa itatokea njaa, zitatokea njaa. Anasema yatatokea sio tetemeko moja, matetemeko. Ametumia wingi. Na kwenye Biblia anasema ya hapa na pale. Sasa fikiria huko hapa limetokea tetemeko. Unakimbilia kyako unakuta ya hapa na pale yametokea. Unakimbilia Uganda unakuta. Sasa si ni mahangaiko. Unaona? Sisi ilitokea tetemeko lile 2016. Kuna waliofungulia mlango kwenye bawaba, sio kwenye sehemu ya maalum. Mtu nagenda na yeko jorera boku. Kuna waliokuwa wanazika wakafikiri ni mapepo wakakimbia, kumbe ni tetemeko, na ni tetemeko moja hilo. Sasa huko wanasema yatatokea matetemeko ya hapa na pale. Unaona? Haya, anasema mtasalitiwa ili mpate dhiki. Mtasalitiwa. Mtu atasalitiwa na mke wake, atasalitiwa na mume, atasalitiwa na watoto,
atasalitiwa na majirani, watamsema mabaya, watamsingizia kwa jina la Yesu. Anaendelea kusema wengi watarudi nyuma, ngo abandi baragaruke nyuma, barugo muwandago kwesiga. Ndipo mrokole wa kwanza akatokeza wimbo unasema, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi, 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 sitarudi. Akaamua kwamba yatakuwepo mazingira ya kukurudisha nyuma, lakini mrokole wa kwanza akisema sitarudi. Baba na mama wakikataa, sitarudi. Mke na sitarudi. Ndugu sitarudi. Ni kama alisukumwa na nguvu ya kuvumilia hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuvumilia ni tunda la Roho Mtakatifu ambalo litatusukuma kusonga mbele. Anasema upendo wa wengi utaisha, utapoa, na upendo ni wenye sifa kubwa kwa sababu upendo unaleta kuvumilia. Sasa niambie kama upendo haupo na kuvumiliana hakupo. Upendo ufadhili, huleta kufadhili, kuhudumia. Sasa kama upendo hautakuwepo na kufadhiliana hakutakuwepo. Anasema upendo haujivuni. Upendo unaoondoa kujivuna. Kama hautakuwepo, watu wengi watajivuna, watadharau, watakejeli. Upendo haukosi kuwa na adabu, maana yake na adabu haitakuwepo. Upendo hauoni uchungu, kwa hiyo watakuwepo wanaoona uchungu tu. Upendo hautafuti mambo yake, maana yake upendo kisha watu watatafuta vya kwao bila kujali wengine. Upendo haufurahii udhalimu, maana yake watu wengi watafurahia udhalimu, uadui, ubaya wataufurahia. Upendo hutumaini yote. Kama haupendo hautakuwepo, maana yake hata matumaini yataisha. Upendo hustahimili yote, maana yake kama upendo utaisha na kustahimili kutaisha, kutatoweka. Ndipo katikati ya hayo yote Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho, mpaka dakika ya mwisho, ndiye atakayepona. Mifano ya uvumilivu ni mingi katika Biblia. Vumilia kama Hana. Yule mama Hana alikuwa hana mtoto, lakini mke mwenza Penina alikuwa anamkejeli, anamdhihaki huyu Hana. Hana akawa kwenye hekalu la Mungu akivumilia yote, akiomba mpaka midomo inatetemeka. Kuhani Eli akamwambia, mama Hana, mbona ni kama umelewa na ni asubuhi? Inaonekana walikuwa wanakunywa jioni hao. Mbona unaonekana umelewa na ni asubuhi? Huyu Hana akasema, sijalewa, nipo namlilia Mungu wangu ili nikipata mtoto huyo awekwe wakfu, awe nabii Samuel. Mungu akamsikia Hana, akamzaa mtoto, akawa nabii Samuel. Hata wewe lile linalokusumbua, saa imefika, ushindi umekaribia, matumaini yasikome. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia kama Ayubu, ambaye pamoja na kufiwa watoto wake, pamoja na kufiwa mifugo yake, pamoja na kuugua ugonjwa hatari, pamoja na kushawishiwa amwache Mungu, alisimama imara akavumilia mpaka Ayubu sura ya 42. Mungu anasema, nimeona uvumilivu wako na kurudishia yote maradufu uliyoyapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia, na atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayevumilia kama Daudi. Daudi ambaye aliwindwa na mfalme Sauli ili amuue, eti kwa kuwa amesifiwa mno. Kusifiwa tu kwamba amemuua Goliati kwa jiwe moja, kwamba amesifiwa likatosha tu. Mfalme Daudi amwinde, mfalme Sauli amwinde Daudi, amuue mara 3, anakwepa kifo. Ndio maana anaimba Zaburi ya 23,
nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana gongo lako liko pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia kama Yesu ambaye alitemewa mate na waovu badala ya yeye kutemea waovu mate. Unajua tunakombolewa kwa namna ya ajabu. Tunakombolewa, mkombozi wetu anatukomboa kwa yeye kupigwa badala ya yeye kupiga waovu. Ni ukombozi ambao haupatani na fikira za kawaida. Tunakombolewa anayetemewa mate badala ya kuwatemea mate waovu. Anahukumiwa na waovu badala ya yeye kuhukumu waovu. Anauawa, wanamuua waovu badala ya yeye kuua waovu. Hapo ndipo Isaya 55 mstari wa 8 anasema, nia yangu sio nia yenu na mawazo yangu sio mawazo yenu. Wimbo ukasema, acheni Mungu aitwe Mungu, maana yeye ndivyo alivyo. Fikira zake ni tofauti na fikira zetu. Ndio maana nguruwe ana sura mbaya lakini nyama yake tamu. Mpunu nezoka kumyo chonga kanyama kayo mpaka bakaita kitimoto. Nyama yake imepewa heshima, imepanda daraja. Kwa hiyo acheni Mungu aitwe Mungu, maana yeye ndivyo alivyo. Mwimbaji mmoja naye ameimba yanayopatana na haya, ameshtua dunia. Amesema nzi Yeshwera, nzi anaishi sehemu inayonuka lakini yeye hanuki na ni mweupe. Lakini samaki anayeishi majini akiogelea ndiye anayenuka na ni mtamu. Efurumuzia wazati nukira kama ukachumba mumpe yako furu. Maajabu hayo. Akaendelea, mweu anayekula vya kuokoteza barabarani ndiye anayefikisha miaka 90. Lakini wewe na mimi tunaokula vizuri kufikisha 60 tu kalibatano akasaida. Wago vile India, nguko Sudani, yagile Libya. Madawa mbadala, tiba mbadala, sijui nini lishe. Acheni Mungu aitwe. Nisiwachelewesha. Akasema mbwa anazaa watoto 20 kila mwaka na haliwi. Lakini hatujaona zizi la mbwa. Wanaenda wapi? Lakini ng'ombe anazaa kamoja tu na analiwa. Lakini tunaona mazizi makubwa ya ng'ombe. Bakiobu hiyo. Hayo ni maajabu ya nani? Maliza na Mhubiri 6:2. Mhubiri 6 mstari wa 2 anasema Mungu amewapa watu utajiri lakini akawanyima furaha. Huwezi kupata vyote na huwezi kukosa. Ukipata vyote utakosa hamu ya kula. Kama hauna kila kitu, una hamu ya kula kila kitu. Hauna kila kitu lakini bulika tunoyendo kali yake ukato ina. Maajabu ya Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu, maana yeye ndivyo alivyo. Kwenye nani pale amesema Mungu amewapa watu utajiri akawanyima furaha, ila furaha amewapa maskini wanaomtembelea tajiri. Nyakati za Christmas maskini akimtembelea tajiri ambaye hanywi vinywaji vyote, anamuuliza utakunywa kinywaji gani? Huyu maskini anasema ni nywa biona. Yeye pale hachagui. Tena klipu moja ikasema mgeni kama huyu utaishije naye? Unamwambia utakunywa chai au soda? Anasema nipe chai alafu soda iweke nitainywa baadaye. Alafu eti unasema je, hiyo chai utainywa na chapati au andazi? Anasema nipe chapati alafu andazi nitainywa na ile soda ulioniwekea. Eti funga kazi ni mchana, utakula wali au ndizi? Eti anasema nipe ndizi alafu wali ufunge wakati unanisindikiza niende navyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Mungu anaweza kutenda kwa njia iliyo tofauti na fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika nyakati zetu wapo ambao mmevumilia mengi mkafanikiwa mengi, na mtaendelea kufanikiwa, maana Mungu yupo pamoja nanyi katika imani na ufuasi wenu. Mtafanikiwa kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu, ambaye aliambiwa katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 4, atakayekubariki kwa kuwa umeniamini na kunivumilia
na kunitii, atakaye kubariki atafanya nini? Atabarikiwa. Na atakaye kulaani, wengine kwa kujua au bila kujua mmekuwa mkilaaniwa, lakini hamlaaniki kwa sababu ya imani mlio nayo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Abandi mbabaroga chokati Mungu rogeka barogire byayangire bagira chokogu agirombazi kwa kigomazi ni kwa sababu ya imani ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ataendelea kukupigania kama ilivyo Zaburi ya 35. Mungu anasema, Zaburi inasema, pigana nao wanaopigana nami. Anasema wanaonichimbia mashimo waanguke wenyewe. Ni kwa sababu ya imani ulio nayo na uvumilivu ulio nao umevushwa mengi. Hata leo tunapozindua kanisa hili jipya, ninapomaliza kanisa hili la Nyankere B, ni matunda ya uvumilivu. Ninajua kazi ilivyo kubwa kuhamasisha watu kuleta michango, kuleta fedha, kuleta mawe, kuleta mchanga, sio matofali, mabati, kenchi, papi. Ni kazi kubwa iliyohitaji uvumilivu. Mlipovumilia, sasa angalia dunia nzima. Mwandishi wa habari yuko hapa, atarusha dunia nzima leo itaiangalia Nyankere B, Nyankere B. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nilikuwa nimesahau kuwatambulisha niliyokuja nao. Huyu ni mwandishi wa habari ambaye ni Bwana Eliud Kwerebera. Mimi naongeza Kwereberao. Ndiye mwandishi wetu wa habari. Tumepatana na Bwana Cuthbert Kahigi, driver ofisi ya askofu. Kwa hiyo ni matunda ya uvumilivu. Ndio maana tunawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri. Mkristo mmoja mmoja wayuka wakora. Mhudumu mmoja mmoja wayuka wakora. Makofi kwao, kuna waliotaka kuwapigia makofi. Haya. Sasa kila nitakao kuwa na wataja tunawapigia makofi ili tusionekane tumebagua. Haya. Tunakwenda kwa wazee wa mtaa, makofi. Nitushaba muno muno, nitushaba muno muno, nitushaba muno okiyo mugisha ebenchuro yemirembe. Nitushaba muno muno, nitushaba muno muno, nitushaba muno okiyo mugisha ebenchuro yemirembe. Beti na beti Marani tusima Bona behireyo Nokumeke beryombe. Marani tusima Bona behireyo Nokumeke kaniseki. Nitushabamuno 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 Okiyo mugisha Sasa beti la tatu mlisikilize kwanza, maana hilo nimelitunga kwa ajili ya hapa kwenye kitabu Walimo. Lenyewe linasema Piera bingi muno omuri Nyankere kukingurwe kaniseni. Piera bingi muno omuri Nyankere kukingurwe kaniseni. Tena Piera bingi muno omuri Nyankere kukingurwe kaniseni. Nitushaba muno, nitushaba muno, nitushaba muno okiyo mugisha ebenchuro yemirembe. Nitushaba muno muno, nitushaba muno muno, nitushaba muno okiyo mugisha ebenchuro yemirembe. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.